Bwana, tupo na mchezaji wa Mwembe Makumbi City ambao ametolewa katika hatua ya makundi katika michuano ya Mapinduzi Cup, lakini pia alipata nafasi ya kushiriki katika msimu wa mwaka 2026. Yakub Said Mohamed maarufu kama Kenny Ali. Bwana kaka, kwema? Kwema. Vipi? Bwana anasemaje? Fresh. Maisha ya Zanzibar yanasemaje ya football? Yako poa tu. Kila kitu kipo sawa. Bwana, ulichafua sana Mapinduzi Cup katikati. Kawaida tu kwa sababu unacheza na timu ambayo unatakiwa kufanya kila kitu ambacho wewe umezoea kufanya kwenye ligi yako ya Zanzibar, basi na pale pia unaendeleza ule muendelezo wako tu ambao ushazoea kufanya. Bato ya katikati pale ilikuwaje siku ya mechi ya Simba? Ilikuwa ngumu, lakini kwa upande wangu nimefanya kila kitu ambacho nimezoea tu kufanya, kwa hiyo imekuwa simple baadaye. Kwa ni vitu vya kawaida kwa Kenny. Performance kwangu imekuwa ya kawaida kwa sababu kwenye ligi ya Zanzibar nishazoea kuperform kila siku, kwa hiyo nimeendeleza tu muendelezo wangu ule ambao nishazoea kufanya. Unajua mmeshaondoshwa katika michuano ya Mapinduzi Cup msimu huu. Nyie sasa kama wachezaji Mwembe Makumbi, mipango yenu ipoje? Timu kwa wiki moja ipo break, lakini nini kinakuja tunaendeleza, na sisi tumejipanga kwenye ligi kuu, tunahitaji ubingwa, ndo malengo yetu kwa sasa hivi. Tunajua kucheza na timu kaliba kama ya Simba, Yanga, Azam na nyingine sio kitu kidogo. Umetokea kuwa mchezaji mwenye nidhamu kwenye michezo yote miwili ambayo umecheza katika hatua ya makundi, zidi ya Fufuni, zidi ya Simba. Ipi siri ya kufanya hivi lakini pia kuweza kufanikisha hili? Unajua wakati unapata ile tunzo, sio kama labda ulijipanga uipate, isipokuwa kile unachokifanya uwanjani, kujali afya za wenzako na nini, imesababisha tu kupata kwenye michezo yetu miwili. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimeshukuru, nitaendelea kujiheshimu kila siku uwanjani, nikaheshimu na wenzangu pia. Tunajua tupo katika dirisha dogo la usajili, na michuano hii pia ni miongoni mwa michuano ambayo wachezaji wamekuwa wakipata nafasi za kuvuka maji. Tunatambua Baka pia michuano hii ndio ilimfanya akaenda Yanga Sports Club. Tupo katika dirisha dogo la usajili. Kuna timu yoyote imesha piga hodi kwa Ken? Timu zipo nyingi, lakini nimeacha management yangu hiyo ndio amua, kwa sababu wao wapo kwenye mazungumzo ambayo hayajafikia tamati bado. Kwa utapofikia watu wataona inshallah, na tutajua wapi tunaelekea. Lakini kuna timu za bara ama timu yoyote imesha onesha nia kukuhitaji? Zipo nyingi, lakini ndo halijafikia tamati kwenye maongezi bado. Kuna taarifa kuwa kuna Simba, Yanga, tetesi zimekuwa nyingi kwamba zinahusishwa kukuhitaji. Kati ya hizi kuna yoyote ambayo tayari imeshafanya hivyo? Siwezi kuzisema kwa sababu bado tupo kwenye mazungumzo na hizo timu, kwa hiyo itakapofikia basi inshallah watu wataona. Lakini ni kweli kwamba wazee wa Kariakoo wameshapiga hodi kwa Ken? Tusubirie muda ukifika tutaona inshallah. Muda ukifika tutaona inshallah, tusubirie. Kwa ni wakati tu. Kwa sababu ni dirisha dogo, kwa timu zipo kweli, kwa hiyo tusubirie muda ukifika tutajua wapi tunaelekea. Kila mtu ataona inshallah. Unatamani lakini kuvuka? Kila mtu anatamani kucheza ligi ya Bongo kwa sababu imekuwa na ushindani mkubwa, imekuwa ligi bora kwa sasa, kwa hiyo kila mtu anatamani ili kuendeleza kipaji chake ili aone yeye mwenyewe anaishia vipi. Kila mtu amekuwa na role model wake. Nataka kusikia kutoka kwako katika eneo la katikati kwenye ligi yetu ya Tanzania, nani ambaye unatamani kucheza naye siku moja? Wapo wengi kwa sababu kuna viungo wengi ambao wakali walijaliwa uwezo na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo lakini kama mimi napenda tu kucheza kwa mfano na Halid Gego, Fei, natamani kwa siku kucheza na Shua Boy na wengine wengi. Sasa hivi pia nimeona Max Nzengeli. Kila kiwaona na kuwa natamani kucheza nao, sababu viungo wakali ambao haweshi, kwa kila siku naona na kila siku natamani kucheza nao. Na nafasi moja sasa ya kuchagua mmoja kati ambao umewataja, yani kwamba bwana Ken, nafasi moja hii hapa, tiketi hii hapa, utakuwa uje bara tujue tunakupokea timu gani ucheze na kiungo hapa. Kuhusu kucheza na kiungo ambao natamani kucheza naye, natamani kucheza naye, kwani kuna nafasi moja sasa hapo, unatumiwa tiketi ukacheze naye kwenye hiyo timu. Mimi mara nyingi nimetamani kucheza na Fei Toto kwa sababu ndo kiungo ambaye toka anakuwa manake nimekuwa namuona manake mwenye bila kwa DCO, kwa hiyo kila anachokifanya mimi mwenyewe nakuwa nakipenda, mimi mwenyewe nishauri baadhi ya vitu, kwa hiyo amekuwa ni moja kati ya role model ambao mimi nafuatilia sana. Kwa unazungumza naye sana? Anashauri vitu vingi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi napenda kile anachokifanya kwa sababu natamani kuna siku na mimi nije nifanye zaidi ya kile.
Na namna unaona siku moja kufanya kile ambacho anakifanya zaidi, kuhakikisha na kile ambacho unatamani kufanya naye siku moja kinakuwa bora zaidi? Kutamani natamani, kwa sababu kila mtu ana riski yake, sio? Hata yeye kuna vitu ambavyo sasa hivi anavifanya ambavyo kuna mtu ambaye alikuwa anamuiga pia hajavifanya, sio? Kwa hiyo na mimi natamani kuna siku je nifanye hichi ambacho yeye anakifanya au zaidi ya hichi. Na naamini kwa uwezo wa Mungu inshallah, kama nitapata hiyo nafasi basi inshallah na mimi nitaipambania na nitafanya kile ambacho mimi nipangiwa kufanya. Kuhusishwa na timu kubwa, binafsi kama mchezaji ni faraja kiasi gani? Ni faraja kubwa, kwa sababu mchezaji ambaye una malengo, unatamani ni unapomaliza msimu, unapokuja kila dirisha wewe mwenyewe uone mafanikio yako. Na mafanikio ya mchezaji ni yapi? Yale ambayo kuna timu imeodisha kwenye timu yako, wewe umekutaka na nini. Kwa hasa ukipata kama hizo timu kubwa ambazo zinakuja kukodishia, na kwa mwenyewe unajiona kabisa kama kuna kitu ambacho umekifanya. Kwa hiyo unatamani kila siku hivyo vitu vije. Ndoto sasa za Ken Ali ni zipi kwenye soka? Mimi ndoto zangu kucheza mpira nifike mbali. Ndoto zangu. Nini ambacho naambia mashabiki zako? Waendelee kusubiri, inshallah Allah atakapotupangia riziki yetu na sisi tutaona, na itafika wakati na sisi pia tutafanya kile ambacho watu wanatamani na sisi tufanye, na inshallah itafika hiyo time. Cha kumalizia, msimu huu timu za Zanzibar hamkufanya vizuri kwenye michuano ya Mapinduzi. Bingwa mtetezi alikuwa Mlandege msimu uliopita. Nini ambacho mnawaahidi mashabiki wa Zanzibar kuelekea misimu ya mbeleni, kutokana na msimu huu kuonekana battle imekuwa kubwa sana kutokana na timu ambavyo zimekuja za bara? Sisi tunaendelea kujipanga, kila timu inafanya mazoezi na itaamua inaamua vipi kwenye kujipanga kuhusu ya mashindano ya mwakani itakayokuja. Lakini ukiangalia wenzetu wametuzidi vitu vingi sana, kwa ile inawapa gap kubwa la kutufanya sisi watuzidi kila sehemu ya uwanja. Kwa hiyo lakini tumepambana kwa uwezo wetu, inshallah tutaendelea kupambana tukafika timu yetu, na sisi inshallah sio lazima Mlandege, unajua zipo timu nyingi Zanzibar ambazo ni kali lakini bado hazijapata nafasi ya kuonyesha ule ubora wao. Kwa hiyo tukafika hiyo time basi inshallah watu wataona. Shukrani sana. Shukrani pia.